Kabla ya kuomba, niache niseme kwa ufupi kuhusu mada ya leo. Kutafuta amani na wale waliokamatwa katikati ya vita, iwe kwenye mistari ya mbele au katika vita vya kificho na vya kibinafsi. Amani ni kitu tunachotamani sote, ingawa inaweza kuwa ni vigumu kufikiwa, hasa kwa wale wanaoishi katika maeneo ya vita au wanaoshughulika na machafuko ya ndani. Biblia inazungumza mara kwa mara kuhusu amani kama zawadi kutoka kwa Mungu na kama kitu tunachopaswa kutafuta kwa juhudi. Katika Yohana 14 mstari wa 27, Yesu anatoa ahadi hii: amani nawaachia, amani yangu nawapa. Siipelekwi kama dunia inavyoleta. Moyo wenu usifadhaike wala msihofu. Amani hii siyo ya kutokuwepo kwa migogoro, bali ni uwepo wa uhakikisho na faraja ya Mungu, bila kujali tunakutana na nini. Vita, iwe ni katika hali ya migogoro ya nje au mapambano ya ndani tunayoyaficha kutoka kwa wengine, inaweza kutufanya tuhisi tumejiondoa na udhaifu. Lakini neno la Mungu linatufundisha kuwa yeye ni kimbilio letu wakati wa shida. Zaburi 46 mstari wa 1 unasema, Mungu ni kimbilio letu na nguvu yetu, msaada wa daima wakati wa shida. Yeye yuko karibu na waliovunjika mioyo, na amani yake inavuka ufahamu wetu, ikitoka ngao ya tumaini hata katika mazingira magumu zaidi. Pia tunajua kuwa vita mara nyingi huleta mateso yasiyoweza kuelezewa, na dunia imejaa wale waliokamatwa na uharibifu wake. Katika nyakati hizi tunaitwa kuomba, na si tu kwa ajili ya wale wanaokutana na vita vya kimwili, bali pia na wale wanaovumilia mapambano ya kihisia na ya kiroho ambayo wengi hupigana nayo kimya kimya. Katika Isaya 9 mstari wa 6 tunakumbushwa kuwa Yesu ni mfalme wa amani. Alikuja kuponya maumivu yetu na kuleta amani yake katika maisha yetu, kama mtu binafsi na pia kama jamii. Kwa wale walioguswa na vita na mapambano binafsi, tunaweza kupumzika katika tumaini la Zaburi 34 mstari wa 18. Bwana yuko karibu na waliovunjika mioyo na kuwaokoa walioshindwa roho. Ni katika shida ndipo amani ya Mungu inakuwa yenye nguvu zaidi. Iwe tunakutana na migogoro ya kimwili au mapambano ya kibinafsi yaliyofichika, amani yake inatoa nguvu na uponyaji tunaohitaji kustahimili. Hebu tuchukue muda sasa kuomba kwa ajili ya amani katika dunia yetu. Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako leo kwa mioyo mizito, tukijua kuwa amani inahisi kuwa mbali katika pembe nyingi za dunia. Tunainua mbele zako watu wanaoteseka katika vita vinavyoendelea, iwe ni Ukraine, Sudan, Gaza, Myanmar na maeneo yote ambapo vurugu na mateso vinaendelea. Bwana, tunaomba uwepo wako ujulikane kwa wale waliokamatwa katika migogoro hii, wale wanaopigana kwenye mstari wa mbele na wale wanaovumilia kimya kimya mapambano ya kihisia na ya kiroho ndani mwao. Katika Yohana 14 mstari wa 27 ulituahidi amani ukisema, amani nawaachia, amani yangu nawapa. Tunaomba amani yako ifehe mioyoni wa wale katika vita, ili waweze kuhisi faraja yako hata katika nyakati za giza. Amani yako ambayo inavuka ufahamu inalinde mioyo na akili zao, na iwe mfalme katikati ya machafuko. Zaburi 46 mstari wa 1 inatufundisha kuwa Mungu ni kimbilio letu na nguvu yetu, msaada wa daima wakati wa shida. Tunakuomba kwa ajili ya wale walioguswa na mgogoro katika maeneo kama Gaza ambapo maisha yanachafuka, na Sudani ambapo mateso yanaonekana kuwa ni ya milele. Kimbilio lako liwe kimbilio kwa wale wanaokimbia vurugu, na nguvu yako iwe nguvu inayowawezesha wale wanaofanya kazi kwa ajili ya amani. Bwana, tunaomba pia kwa ajili ya wale wanaopigana mapambano ya kificho, mapambano ambayo wengine hawawezi kuyaona. Tunaomba kwa ajili ya wale waliovunjika mioyo, wenye huzuni, wasiokuwa na amani, na wale walio katika machafuko binafsi. Kama vile Isaya 9 mstari wa 6 inavyosema, wewe ni mfalme wa amani,
Leta amani yako kwa mapambano haya ya kimya, ambapo hakuna mwingine anayeweza kuelewa, lakini wewe unajua maumivu yao. Ponya mioyo yao na uwape nguvu wanazohitaji ili kustahimili. Tunaamini katika ahadi zako katika Zaburi ya 34 mstari wa 18 kwamba Bwana yuko karibu na waliovunjika moyo na kuwaokoa walioshindwa roho. Baba, tunakuomba uje karibu na wote wanaoteseka leo, iwe kupitia vita, hasara au shida binafsi. Waambatishe katika faraja yako na uongoze kwa amani yako. Mwisho tunaomba kwa ajili ya dunia ya amani. Acha viongozi na mataifa, mashirika na watu wanaopigania amani wapate hekima na ujasiri wa kutenda kwa haki, kutafuta urejesho na kumaliza vurugu. Ufalme wako uje na mapenzi yako yatendee duniani kama ilivyo mbinguni. Tunakushukuru kwa uwepo wako wa daima na kwa amani ambayo tunaweza tu kutoa. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina.